kaimu katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi, na kaimu kwa sababu katibu mkuu ni mgombea mwenza wa kiti cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo yuko kwenye kampeni, nimeomba nimwakilishe. Kwa hiyo sisi nitajikita sana kwamba kwanza NCCR inaongozwa na itikadi ya utu. Kwa hiyo sera zetu nyingi zimejikita katika utu. Napo tunapozungumzia utu tunazungumzia ni Afrika, utu ni ubinadamu. Kwa hiyo niende moja kwa moja kwamba labda NCCR itafanya nini kwa miaka mitano kama itapewa ridhaa na Watanzania. Tuna vipaumbele ama agenda 11. Kwa hiyo agenda ya kwanza ni muafaka wa kitaifa. Tunafahamu kwamba kutokana na hali ya kisiasa ama hali mbalimbali kumekuwa na mgawanyiko mkubwa wa Tanzania. Wengine wanaamini hiki, wengine wanasema hiki, sheria hiki, katiba haijafanya hivi. Kwa hiyo tunaona kuna mambo mengi ambayo yamekama yametugawa Tanzania. Kwa hiyo tunahitaji kulileta taifa pamoja. Kwa hiyo kipaumbele chetu cha kwanza kama agenda yetu ya kwanza, tukipata ridhaa wa Tanzania, itakuwa ni mwafaka wa kitaifa ambapo tunajua mambo mengi yatajadiliwa, ikiwemo hata swala la muungano. Ukiangalia mchakato wa bungeni ulikwama kwa mambo mawili tu, tuwe na muungano wa aina gani. Lakini tukiwa na mwafaka wa kitaifa tunaweza kukuta kwamba hili jambo tukalipatia katiba. Kipaumbele chetu cha pili ni katiba. Kama mnafahamu kwamba NCCR kuanzia kuasisiwa kwake ilikuwa ni kamati ya mabadiliko ya kikatiba, National Committee for Constitutional Reform. Ndio asisi yake na ndio asili yetu sisi kama NCCR. Kwa hiyo sisi swala la katiba liko katika mioyo yetu, na tunaona kwamba Watanzania hawajawahi kushirikishwa kutengeneza katiba ya kwao. Kwa hiyo kipaumbele chetu cha pili ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na katiba ambayo itajibu maswali mengi, kwa sababu katiba inayotokana na wananchi ndio sheria kuu, ndio sheria mama. Kwa baada hapo hata sera za vyama, mambo mengine ya sheria mbalimbali. Kwa hiyo itakuja ni kipaumbele cha pili ni katiba. Agenda yetu ya tatu ni elimu. Agenda yetu ya nne ni afya. Kama unajua uhai wa mwanadamu unategemea sana afya yake. Yaani afya yake kama haijawekewa mazingira mazuri kuanzia anapokwenda hospitalini, hapati dawa hii, inakuwa ni kwa afya na ustawi wa jamii ni agenda yetu namba 4. Agenda yetu namba 5 ni mazingira na makazi. Kumhakikishia kwamba binadamu ama Mtanzania anakuwa na makazi ya uhakika na mazingira ambayo ni safi. Yaani tutaanza kuzungumzia habari ya mazingira kuanzia shule ya msingi. Mtu ajue hata kutupa takataka ni kama kosa la jinai. Agenda yetu ya 6 ni vyombo vya habari na asasi za kiraia. Tunafahamu kwamba vyombo vya habari vimekuwa muhimu mkubwa sana na muhimu sana katika maendeleo ya Tanzania. Lakini vile vile asasi za kiraia ni vyombo ambavyo vinasaidia sana kushirikiana na serikali kuleta maendeleo. Kwa hii itakuwa ni agenda yetu namba 6. Agenda namba 7 ni usawa wa jinsia na makundi maalum. Kwa hiyo hapa moja kwa moja naweza nikajibu swala la Profesa Kilian ni kwamba hili swala sisi katika NCCR tunafanya kivitendo. Makamu mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi Zanzibar ni mwanamke. Katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi ni mwanamke. Mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Tanzania ni mwanamke. Mgombea urais wa Zanzibar ni mwanamke. Kwa hiyo sisi hata katika katiba tunasema hata bunge litakuwa ni 50 kwa 50, kwa sababu tumeona mchango wa wanawake katika katika serikali ambao tunaona unafanya vizuri. Kwa hiyo tunajua wanawake wana mchango mkubwa sana katika kuleta maendeleo ya Tanzania. Agenda namba 8 ni uchumi. Katika uchumi hapa tumegumbusha mambo mengi. Tumejumlisha swala la ardhi. Ukizungumzia habari ya ardhi, madini yote yako katika ardhi. Na Tanzania tumebahatika kuwa na madini
80 ya kila aina. Kwa hiyo tutaweka kipaumbele kikubwa sana. Lakini la pili, kilimo. Asilimia zaidi ya 80 ya wananchi wa Tanzania wamejiajiri katika kilimo. Kwa hiyo sisi hata katika bajeti tutaweka kipaumbele sana kuhakikisha kwamba kilimo cha Tanzania kinakuwa na hadhi kubwa. Lakini vile vile kuna mambo uvuvi na ufugaji katika uchumi, lakini viwanda, biashara, madini na nishati, maliasili na utalii, sanaa na utamaduni na mchezo na miundombinu, yote katika kipengele cha uchumi cha agenda namba 8. Agenda namba 9 ni usalama wa taifa. Kulihakikishia kwamba hili nchi vyombo vyake vya usalama vinafanya kazi kwa kulilinda na kumlinda Tanzania. Agenda namba 10 ni vita dhidi ya rushwa. Tunajua kabisa rushwa ni adui wa haki. Kwa hiyo agenda namba 10 ni vita dhidi ya rushwa, na agenda namba 11 ni maadili na utamaduni wetu. Sasa kuhusu labda nijibu moja kwa moja lile swala la ambalo alizungumzia Dr. Gillian, ni swala la utafiti wa vyuo vikuu. Lipo katika agenda namba 3 ya elimu, kwamba tumeweka kwamba kuhakikisha shule ya msingi kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, halafu kutakuwa na kidato cha 5 cha 6, lakini kutakuwa na vyuo